Mwanahabari yoyote ambaye ataripoti taarifa katika taifa letu ya kufundisha, ya kuhabarisha, wote hawa ni raia ambao wako katika package ya kulindwa katika taifa lao na mali zao. Lakini pamoja na hilo, kuna maeneo yote nyeti katika taifa letu na hasa katika mkoa wetu. Na nyinyi mnafahamu kwamba mkoa huu ni moja ya mikoa mikubwa ambayo imebeba uwekezaji mkubwa sana, na ni mkoa ambao una vitu vingi ambavyo vitakapoharibiwa vinaweza kuleta taswira ambayo sio sahihi. Maeneo yote ya msingi, vyombo vya dola vinafahamu namna ambavyo maeneo hayo yote yapo kwenye viganja vyao. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, katika jambo jingine, utakapotishiwa na mtu yoyote, ninyi ni waandishi wa habari, mnafahamu taratibu. Mtaripoti katika kituo cha polisi, kwa chombo cha dola, ili mtu huyo aliyekutishia aweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Nihitimishe kwamba msiogope waandishi wa habari kuwa viunganishi kati ya watu na serikali, bali ogopeni waandishi wa habari kuwa wagawaji wa taifa kati ya wananchi na serikali yao. Jambo lolote mnapoliripoti lazima muwe mmekwisha tafakari kiasi cha kutosha impact ambayo inaweza kutokea baada ya wewe kuwa umekwisha ripoti jambo hilo. Na ndio maana nyakati zote tunasisitiza kubalance story kabla hujairusha story. Umepata taarifa kuna maboksi ya kura yameibiwa, nachukulia mfano, wewe unakwenda unaripoti maboksi ya kura kweli yameibiwa, unaleta taharuki, uliza moja kwa moja kutoka kwenye kituo hicho, fika kwenye kituo hicho, pata taarifa zilizo sahihi kabla hujaweza kuripoti taarifa yote. Na kama kuna matishio, vyombo vya dola vipo kukulindeni ninyi pamoja na mali zenu, yani kwa maana ya kamera na vitu vinginevyo.